tena Yakobo, ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Kwa hiyo tunaona wazi ya kwamba baada ya kuona hivyo, hasa Mungu anambadilisha jina. Badala ya kumwita Yakobo, anamwita Israeli. Anamwambia umeshindana na wanadamu, umeshindana na Mungu, na wewe umeshinda. Kwa hiyo hutaitwa tena Yakobo, utaitwa Israeli. Amina. Sasa huyu Israeli alizaa watoto 12 na hao watoto nao wakazaa. Kwa hiyo Mungu anawaambia sasa, walipokuwa utumwani huko wamehangaika, sasa wanatoka wanakwenda kwenye nchi ya ahadi Kanaani. Mungu anawaambia hakutakuwa na mwenye kuharibu mimba. Amina. Yamkini unajiuliza tena kwamba kwa nini unatuambia habari ya Waisraeli wakati sisi ni Watanzania? Inawezekana unayenisikiliza wewe ni Mkenya au ni Mtanzania kutoka huko Mwanza, au yamkini umezaliwa Kigoma au umetokea huko Singida, lakini unasikia ujumbe huu. Nataka nikwambie wale Waisraeli Mungu aliwachagua kwa jinsi hiyo, na sisi Mungu ametuchagua kwa jinsi ya kwetu. Soma kile kitabu cha Yohana, taelewa vizuri kwa mdani. Tusome kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Mstari wa 13, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Amina. Neno la Mungu linasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Yakobo alifanyika taifa la Mungu, na sisi kwenye kitabu cha Injili ya Yohana nasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Lakini ukisoma kwenye waraka wa Yohana kule mbele, na sehemu inasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa hiyo hata sisi ni Waisraeli wa nyakati za sasa, wa kipindi hiki cha Agano Jipya. Ujumbe huu ambao Mungu alisema kipindi kile unatuhusu kwamba hakutakuwa na mwenye kuharibu mimba.